Maisha ya watakatifu, tarehe 26 ya mwezi wa 11. Mwenye heri Yakobo wa Alberione, padre na mwanzilishi wa shirika. Mwenye heri Yakobo wa Alberione alizaliwa katika familia ya wazazi wa chamungu tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1884 huko San Lorenzo di Fossano, Italia. Wazazi wake walikuwa Mikaeli na Teresa. Alikuwa mtoto wa 4 kwa kuzaliwa. Akiwa mdogo, afya yake haikuwa nzuri, kwani aliugua mara kwa mara. Alipomaliza masomo yake ya sekondari akiwa na umri wa miaka 16, alijiunga na seminari ya Alba kwa lengo la kuwa padre. Tarehe 31 mwezi Disemba mwaka 1889, wakati akiwa katika mkesha wa mwaka mpya 1900 akiabudu mbele ya Ekaristi Takatifu, ghafla mwanga kutoka katika sakramenti ya altare ulimwangaza, ulioashiria kuwa Yesu wa Ekaristi anataka afanye jambo la pekee kwa ajili yake katika karne mpya inayoanza. Jambo hili alilitafsiri katika utume wake wa kuinjilisha kwa njia ya vyombo vya habari na mawasiliano. Tarehe 29 mwezi Juni mwaka 1907 alipewa daraja la upadre. Baada ya hapo, Bwana alimuongoza katika kutangaza Injili kwa njia ya vyombo vya habari na mawasiliano katika roho ya Mtakatifu Paulo mtume. Tarehe 20 mwezi Agosti mwaka 1914, Padre Yakobo Alberione pamoja na waseminari wawili waliweka msingi wa jamii ya Mtakatifu Paulo kwa kuanzisha shule maalumu ya utangazaji kule Alba. Mwaka 1915 akaanzisha shirika la mabinti wa Mtakatifu Paulo akiwa na lengo hilo hilo. Mwaka 1917 akaanzisha pia umoja wa washirika wa walei wa Mtakatifu Paulo, akiwashirikisha walei katika kazi ya kuinjilisha kwa kutumia vyombo vya habari na mawasiliano. Akisoma alama za nyakati, akaanzisha taasisi nyingine 7: moja, wafuasi wachaji wa Bwana mwaka 1924; 2, masista wa mchungaji mwema mwaka 1938; 3, taasisi ya malkia wa mitume mwaka 1957; 4, taasisi ya Mtakatifu Gabrieli malaika mkuu mwaka 1958; 5, taasisi ya Yesu kuhani mkuu mwaka 1959; 6, taasisi ya kupashwa habari Bikira Maria mwaka 1960; na 7, taasisi ya familia takatifu mwaka 1960. Taasisi hizi zote zinaunda kwa pamoja familia ya Mtakatifu Paulo iliyozaliwa kutoka katika Ekaristi Takatifu au tabernakulo. Lengo la taasisi hizi ni moja: utakatifu binafsi na kumtangaza Kristo aliye njia, ukweli na uzima. Padre Yakobo, akiwa mtu wa imani na matendo mema, alijikabidhi kabisa kwa Mungu, akifuata mfano wa Mtume Paulo aliyesema, kuishi kwangu ni Kristo. Ukisoma Filipi sura ya 1 aya 21a. Alikuwa tayari katika kuacha kupumzika au kulala, akisema, hakuna kazi unayoifanya bila kuchoka. Kama unataka kufundisha au kuandaa homilia au kuandika kitabu, lazima ufikiri na uweke nguvu zako zote katika kazi hiyo. Hiyo ni sadaka. Mwaka 1962 Padre Yakobo alialikwa kushiriki katika mtaguso wa pili wa Vatikano, ishara ya kuwa kanisa lilitambua mchango wake wa uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari na mawasiliano, njia ambayo ilikuwa inapigwa vita na wengi katika kanisa. Kwa kweli, decree ya Inter Mirifica ya 1963 ya mtaguso wa pili wa Vatikano iliidhinishwa rasmi uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari na mawasiliano. Mwisho wa mtaguso Disemba mwaka 1965 alipendekeza kusudio jipya kwa familia yake ya kitawa: Biblia kwa kila mwanafamilia.
yaani kila mwanafamilia anapaswa kuwa na Biblia ili apate lishe roho kila siku. Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alimtaja Yakobo Alberione kuwa mtu wa kustaajabia wa nyakati zetu. Padre Yakobo hakuwa tu mtu wa uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari na mawasiliano. Alikuwa baba wa kiroho kwa kuwa alikuwa mtu wa fadhila na sala. Alitambua vema kuwa kiini cha utume ni maisha ya ndani yaliyounganika na Kristo. Hivyo alitumia masaa 7 kila siku katika sala na tafakari. Alizoea kusema, kulaaniwe kusoma na kufanya utume bila kusali. Ni sala zake zilizomuunganisha na Mungu, zilizomsaidia kufanya kile alichofanya, vinginevyo asingeweza. Mwaka 1969 alipewa tuzo ya heshima ya kanisa na Papa Paulo wa Sita kwa kutambua mchango wake wa uinjilishaji katika kanisa kwa utukufu wa Mungu na manufaa ya kanisa kwa njia ya vyombo vya habari na mawasiliano. Padre Yakobo Alberione alifariki dunia tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 1971 akiwa na umri wa miaka 87. Kabla ya kifo chake alibahatika kumtembelea Papa Paulo wa Sita kupata baraka kutoka kwake. Tarehe 25 mwezi Juni mwaka 1996, Padre Yakobo Alberione alitangazwa kuwa mtumishi wa Mungu na Papa Yohane Paulo wa Pili, na tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 2003 akamtaja kuwa mwenye heri, ishara kwa kanisa lote kuwa mmoja anaweza kufikia utakatifu kwa kufuata mfano wa maisha na utume wake. Tafakari. Kweli kabisa mimi ni mali yake Yesu Kristo, na nguvu zangu zote, mahali pote na nyakati zote. Kama Petro nimetoa machozi, nimemtumainia Mungu, nimesali na kumpenda. Tumaini langu hata hivyo ni kubwa kuliko mateso yote yaliyonipata. Haya ni maneno yaliyosemwa na mwenye heri Yakobo Alberione. Watakatifu wengine wa siku kama hii tarehe 26 mwezi wa 11 ni Mtakatifu Yohane Beckmans, watakatifu Filiasi, Pakomi, Theodorasi, Petrusi, Faustus, Didiusi, Amoniusi, Hesikiusi na Victorina wafiadini wa Misri. Tumsifu Yesu Kristo.